بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. نعم، وتوفيق يا الله سبحانه وتعالى tunaendelea na mutalaa wetu, na leo tupo ukurasa wa 29 wa kitabu chetu katika herufi ya tatu ya jarri ambayo ni ila. Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, wathalithuna herufi ya tatu ila ni ila, walaha ma'nayan, nayo ina maana mbili. Ahaduhuma, maana ya kwanza, lintihai lghayati fil makan, inakuja ikiwa na maana ya kuonesha ukomo wa upeo katika sehemu, kuonesha ukomo wa upeo katika sehemu. Nahu sirtu min albasrati ila alkufa, nimetembea kutokea Basra mpaka kufikia Kufa. Ile ila imeonesha nini? Ukomo wa upeo wa kutembea kwake, yani akimaanisha intihau sairi, ukomo wa kwenda kwangu, min albasrati, ni kutokea wapi? Basra, ila alkufa, mpaka kufikia Kufa. Tamam, hakadha. Wathani, na maana ya pili ya ila, bimaana ma, ina maana ya ma, wa huwa qalilu, wa huwa, na maana hiyo qalilun huja mara chache katika herufi ya ila. Wa huwa, na maana hiyo ya ma, qalilun huja mara chache katika herufi ya ila, kwa maana matumizi yake si mengi, ni mara chache ikatokea ikatumiwa katika maana kama hiyo. Tamam, hakadha. Ka qawlihi ta'ala, kama kauli yake Allah aliposema akiyazungumza maneno ya Nabii Isa alayhi salam, man ansari ila Allah, man ansari ila Allah. Tamam, hakadha. Ni kina nani watakaoninusuru mimi? Ila Allah, akimaanisha ma'a dinillah, ni kina nani watakaoninusuru mimi pamoja na kuinusuru dini ya Allah. Kwa hiyo utaona imekuja ila Allahi, ila Allahi, lakini kwa maana ya ma'a. Tamam, hakadha. Na anaposema ma'a ndio anakusudia pia maana ya al-musahaba. Anaposema ma'a, hapo hapo anaikusudia maana ya al-musahaba. Tamam, hakadha. Nasema hivi kwa sababu unaweza ukaenda kwenye vitabu vingine ukakuta ameandika ila ina maana ya al-musahaba kisha wasikuwekee ma'a, lakini vitabu vingi vinavyonukuu maana ya al-musahaba huweka mbele bimaana ma'a. Tamam, hakadha. Akaendelea kusema wa qawlihi ta'ala, na kama mfano kauli yake Allah aliposema wayazidukum quwwatan ila quwwatikum, na atakuongezeeni Mwenyezi Mungu quwwatan, nguvu nyingine, ila quwwatikum, pamoja na nguvu yenu. Ai, akimaanisha ma'a quwwatikum, atakuzidishieni nguvu nyingine pamoja na nguvu yenu. Akatoa mfano mwingine wa qawlihi ta'ala, na kama mfano kauli yake Allah aliposema wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, ai usile mali zao, ma'a amwalikum, pamoja na mali zenu. Wama ashbaha dhalika, na mifano mingine yenye kufanana na mifano hiyo ya ila. Tamam, hakadha. Sasa Sheikh ameleta maana mbili, lakini ila ina maana takriban 8, ina maana takriban 8. Sasa hapa tumesoma mbili, tuziangalie na hizo nyingine insha Allah taala. Kwenye vitabu vingine wamenukuu ulama kwamba ila ina maana ya at-tabyin, ina maana ya at-tabyin, kwa maana inafanana na min ile ya bayania. Tamam, hakadha. Na hii imekuja katika surati Yusuf aya ya 33 pale Nabii Yusuf alayhi salam aliposema rabbi sijnu ahabbu ilayya. Tamam, Nabii Yunus alayhi salam aliposema kwamba nini? Kukaa jela mimi, kufungwa jela ni jambo ambalo nini linaridhiwa mno na mimi. Tamam, kuliko nini? Yale ambayo Bi Zulaikha ananiita kuyafanya. Tamam, hakadha. Kwa hiyo pale Nabii Yusuf alayhi salam aliposema rabbi sijnu ahabbu ilayya, ile jumla lau kama angeishia kwenye ahabbu isingefahamika. Ahabbu liman,
ahabbu liman. Kwa hiyo rabbi sijnu, ewe Mola wangu mlezi, as-sijnu, jela, ahabbu, ni yenye kuridhiwa zaidi. Sasa kuridhiwa na nani? Kwa lipi? Ndio akasema ilayya, kwangu mimi. Aliposema ilayya pale amebainisha kwamba jera ni yenye kuridhiwa zaidi kwake yeye kuliko yale ambayo Bi Zulaikha anamuita nini kuyafanya. Tamam. Sasa ile ilayya pale imekuja kwa maana ya min ya bayania. Tamam, hakadha. Kwa hiyo ila ina maana nyingine ya at-tabyin, kwa hiyo inakuja ila ikiwa na maana ya min al-bayania. Tamam, hakadha. Maana ya nne, muradifatul lam, ila inakuja ikiwa na maana ya lam. Muradifatul lam inakuja ikiwa na maana ya lam, na lam ina maana nyingi, lakini maana ambayo ila inakuja katika nini zile maani za lam, anaposema muradifatul lam kwa maana yaji'u bi ma'nan min maani lami. Tamam, hakadha. Anaposema muradifatul lam kwamba ila inakuja ikiwa imefanana na lam, anakusudia yaji'u bi ma'nan min maani lami. Ila huwa inakuja ikiwa na maana miongoni mwa maana za herufi ya lam. Tamam, hakadha. Sasa hiyo maana miongoni mwa maana za herufi za lam ni lilmilki, lilmilki, kuonesha umiliki. Tamam, hakadha. Mfano wake mtu akwambie al-amru ilayka, al-amru ilayka, kwa maana anakusudia nini? Anakusudia kwamba amri yoyote utakayotoa wewe ndio mwenye kumiliki amri hiyo, mimi ni mtekelezaji tu. Tamam, hakadha. Kwa hiyo ila inakuja kwa maana nyingine ya muradifatul lam ikiwa inafanana na maana miongoni mwa maana za lam, na hiyo maana ambayo ila inakuja nayo katika maana za lam ni nini? Ya lilmilki, maana ya kumiliki. Tamam, hakadha. Kwa hiyo maana nyingine ni muradifatul lam inakuja ikiwa ina maana miongoni mwa maana za lam, nayo ni almilki, nini? Kumiliki, kuonesha umiliki katika kitu. Tamam, hakadha. Mfano wake al-amru ilayka. Tamam, hakadha. Lakini maana ya tano muradifatu fi au muradifatul fa, lakini hasa ni fi. Tamam, hakadha. Muradifatu fi inakuja ila ikiwa na maana ya herufi ya fi, herufi ya fi, na anaposema inakuja ikiwa na maana ya herufi ya fi, anakusudia inakuja ikiwa na maana ya adharfia, ya kuonesha sawa sawa, yani ya kuwakilisha sehemu au muda. Tamam, inakuja ikiwa na maana ya dharfia. Dharfia ni chombo chenye kuwakilisha au kufahamisha sehemu au wakati. Tamam, hakadha. Mfano wake imekuja ndani ya Qur'an katika suratul An'am aya ya 12, Allah aliposema la yajma'annakum ila yawmil qiyamah, akusudia la yajma'annakum fi yawmil qiyamah, na hakika atawakusanya au akusanye ila yaumil qiyama, akikusudia fi yaumil qiyama, katika siku ya qiyama. Tamam, hakadha. Kwa katika aya hii imekuja ila ikiwa na maana ya fi ambayo ni nini? Adharfia. Tamam, hakadha. Imekuja ikiwa ni chombo cha kuonesha sehemu na wakati. Tamam, hakadha. Maana ya sita ya ila muradifatu inda. Muradifatu inda inakuja ikiwa na maana ya inda. Tamam, hakadha. Na hii imekuja katika shairi la Abu Bakr Amir ibn al-Halis, shairi maarufu sana. Ukienda kwenye vitabu vingi vya nahau utakuta shairi hili limerekodiwa. Hata kwenye Mughni al-Labib ndiyo shairi ambalo yeye amelitolea mfano kwamba ila katika shairi hili imekuja kwa maana ya inda. Tamam, hakadha. Anasemaje? amla sabila ila shababi wa dhikr, ila shababi wa dhikrih ashha ilayya min arrahiq as-salsali wa dhikruhu. Tayyib, sio wa dhikri, ni wa dhikru. Tamam, hakadha. amla sabila ila shababi wa dhikruhu ashha ilayya min arrahiq as-salsali. Tamam, hakadha. Akiwa na maana amla sabila ila shababi, hakika mimi ninatamani kurejea katika ujana. Imekuja istifham lakini ikiwa na maana ya hakika. Tamam, hakadha. Ikiwa na maana ya qad. Tamam, hakadha. amla sabila ila shabab, hakika mimi natamani mno kurejea katika ujana.
wa dhikruhu, na zile sifa za ujana, sifa za kusifiwa kwamba wewe ni handsome, sifa za kusifiwa kwamba wewe ni mwenye nguvu, tamam, sifa za kusifiwa kwamba wewe ni hodari, tamam, hakadha. Wa dhikruhu, na zile sifa za ujana, ashha ilayya min arrahiqi salsali. Sasa mahalu shahid ni wapi? Ashha ilayya wa dhikru, na zile sifa za ujana, ashha ni zenye kupendwa mno na zenye kutamaniwa mno, ilayya kwa maana indi, kwangu mimi, min arrahiqi salsali, kuliko pombe yenye kububujika vizuri au pombe yenye kutiririka vizuri katika koo, tamam, hakadha. Am la sabila ila shabab wa dhikruhu ashha ilayya min arrahiqi salsali, hakika mimi nina utamani mno ujana, wa dhikruhu, na zile sifa za ujana zile, ashha ilayya ni zenye kutamaniwa mno, ni zenye kupendwa mno, ilayya kwa maana indi, kwangu mimi, min arrahiqi salsali, kuliko pombe yenye kutiririka vizuri katika koo, tamam, hakadha. Kwa utaona ametumia hapa ilayya wa dhikruhu, na zile sifa za ujana, ashha ilayya kwa maana ya indi, tamam, hakadha. Na hapo ndio mahalu shahid, mafhum. Kwa hiyo utaona hapa imekuja ila kwa maana ya indi, na hii ni aina ya sita. Aina au maana ya saba ya ila inakuja ikiwa na maana nini? Ikiwa na maana ya min, ikiwa na maana ya min, tamam, ikiwa na maana ya min. Min kwa maana ibtidau alghaya, ibtidau alghaya, sawa sawa, hakadha. Na Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake cha Mughni al-Labib ametolea mfano shairi la mmoja katika washairi ambaye anaitwa Ibn Ahmar al-Bahili. Ibn Ahmar al-Bahili, huyu Ibn Ahmar al-Bahili alikuwa na ngamia wake, tamam, alikuwa na ngamia wake. Siku moja sasa amempanda ngamia wake, ni ngamia ambaye ni shupavu, mwenye kuvumilia tabu na majanga na kusudia yale mashaka ya safari, yale mambo mazito katika safari, mathalan kiu, tamam, kukata masafa marefu, tamam, hakadha. Sasa siku moja alikuwa amemwekea kiti cha kupandia, kile kiti ambacho mtu anakaa pale juu ya ngamia. Baada ya kumwekea, alipokuwa akimwangalia akasawirisha maneno kwenye kichwa chake, maneno ambayo huyu Ibn Ahmar al-Bahili aliyazungumza kwa niaba, ni kana kwamba anazungumza ngamia wake. Yani Ibn Ahmar al-Bahili alikuwa anazungumza maneno ambayo maneno hayo ni kana kwamba ni maneno aliyokuwa akiyazungumza ngamia wake, lakini ngamia hazungumzi. Kwa hiyo alikuwa akimsemea ngamia wake, ni katika njia ya kumsifia, yani maana yake. Kwa hiyo akaanaongea maneno ambayo yeye anasema kuwa ni maneno ya ngamia wake, lakini maneno hayo aliyatamka yeye kumsifia nani? Ngamia wake, tamam, hakadha. Kwa hiyo Ibn Ahmar al-Bahili akasemaje? Akasema taqul wa qad alaitu bilquri fawqaha. Taqul, anasema huyo ngamia wangu, wa qad alaitu bilquri, alaitu kwa maana wadha'tu. Alquri, qur ni kile kiti cha mpanda ngamia, kwa maana kile kiti ambacho kinawekwa kwenye mgongo wa ngamia, kisha ule mwenye kupanda ngamia anakuja kukaa juu ya kiti hicho, tamam, hakadha. Kwa anasema taqulu, anasema huyo ngamia, wa qad alaitu, na aliyakuwa nimeshakiweka, bilquri, kile kiti cha mpanda ngamia, fauqaha, juu ya mgongo wake. Anasemaje ngamia huyo? ayusqa fala yarwa ilayya ibn ahmar, ayusqa fala yarwa ilayya ibn ahmara. Ayusqa, ngamia anasemaje? Ayusqa, hivi ananyweshwa huyu, ananyweshwa tu, fala yarwa, na wala hakatikiwi na kitu, ilayya. Hapa ndio mahalu shahid, imekuja ilayya lakini ikiwa na maana minni, tamam, hakadha. Kwa hiyo akasemaje ngamia? Ayusqa, hivi ananyweshwa huyu vinywaji vizuri vizuri, fala yarwa, na wala hakatikiwi minni, kwa maana fala yarwa, na wala hakatikiwi na kiu, minni, kutokana na mimi, Ibn Ahmar, huyu Ibn Ahmar, tamam, hakadha. Sasa hapa ayusqa
همزة الاستفهام يسقى فعل مضارع مبني للمجهول، فعل مضارع مبني للمجهول. تمام هكذا. kisha ikaja fala yarwa, hii ni atf. Fala yarwa ni atf, imeatifia hii fi'ili ya nyuma. kisha ibn ahmar ndio naibu alfa'il wa yusqa. Ilayya, ila ilikuja kwa maana ya minni. Tamam hakadha. Kwa hiyo ibn ahmar al-Bahili anasemaje? Taqulu, anasema huyu ngamia, waqad alaitu bilquri fawqa, na hali ya kuwa nimeshakiweka kile kiti cha mpanda ngamia fauqaha, juu ya mgongo wake. Anasemaje ngamia huyu? Ayusqa, hivi ananyweshwa vinywaji vizuri vizuri huyu ibn ahmar. Wala yarwa, fala yarwa ilayya, na akatikiwi na akatni, fala yarwa ilayya, na akatikiwi na kiu ilayya, kwa maana minni, kutokana mimi. Sasa hii ayusqa ni kinaya, ayusqa ni kinaya, kinayatun anir rukub, kinayatun anir rukub, ni fumbo. Ni nini? Ni fumbo lenye maana ya kwamba huyu ibn ahmar hachoshwi na kunipanda mimi. Kwa hiyo ile maana ya kwamba hachoshwi na kunipanda mimi ameifananisha na maana ya mtu ambaye ana kiu. Sasa amefika sehemu ambayo kuna maji, sasa hataki kutoka sehemu hiyo. Kwa sababu gani? Ana kiu na yeye anahitajia maji. Huyo ameendelea kuganda katika sehemu hiyo, anaendelea nini? Anaendelea kunywa maji tu muda wote. Tamam hakadha. Na hii fala yarwa kinayatun an adami saami min arrukub, ni fumbo la kuonesha kuto kuchoka kutokana na kumpanda ngamia huyo. Kwa hiyo ngamia aliposema ayusqa ibn ahmar fala yarwa minni, hivi ananyweshwa huyu ibn ahmar fala yarwa minni, na hakatikiwi na kiu kutokana na mimi, ni fumbo la kuonesha kwamba huyu ibn ahmar muda wote yeye safari, muda wote safari, hachoshwi na mimi hachoshwi katika kunipanda, hachoshwi katika nini? Kunipangia safari kila siku. Tamam hakadha. Na maneno haya ngamia huyu sio kwamba ni ishara ya unyonge na uvivu, hapana, bali ni ishara ya kuonesha ukakamavu. Sasa ameongea si kwa njia ya kulalamika, lakini ameongea kwa njia kama vile ya kutaka nini? Kuuliza hali ya huyo bwana wake ambaye ibn ahmar al-Bahili. Tamam hakadha. Kwa taqulu waqad alaitu bilquri fawqa, anasema ngamia huyu na hali ya kuwa nimeshamwekea kile kiti cha mpanda ngamia fawqaha, juu ya mgongo wake. Ayusqa ibn ahmar fala yarwa minni, hivi ananyweshwa huyu ibn ahmar fala yarwa minni, fala yarwa ilayya. Ayusqa ibn ahmar fala yarwa ilayya, kwa maana fala yarwa minni, hivi ananyweshwa huyu ibn ahmar kiasi hakatikiwi na kiu kutokana na mimi. Tamam, ni kinaya kuonesha kwamba nini? Hachoshwi na kunipanda, hachoshwi kunipangia safari ndefu ndefu kila siku. Tamam hakadha. Kwa hiyo katika shairi hili kuanzia mwanzo, taqulu waqad alaitu bilquri fawqaha ayusqa fala yarwa ilayya, hapa ndio mahali shahid. Ilayya, ila hapa imekuja kwa maana nini? Kwa maana ya minni. Tamam hakadha. Kwa ila kwenye kitabu chetu cha al-Awamilul Mi'a imekuja ikiwa na maana mbili, lakini kiujumla wake ina maana ngapi? 7. Ina maana 7, na imekuja kwenye vitabu vingine kwamba ina maana 8 ambayo ni ya taukid. Tamam, lakini sikuiangalia vizuri sana, lakini tutosheke na hizi 7, kisha hiyo nyingine mtu anaweza akaitafuta mwenyewe. Sawa sawa, sababu darasani mtu anagewa asilimia ngapi? Asilimia 20, 75 zitafute mwenyewe. Tamam hakadha. Vitabu vipo, utakaenda katika Mughni al-Labib, Hashiyatul Ashmuni. Tamam hakadha. Wa ila huna intahi. Al-kamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal afwa minkum.